Habari za mchana mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo. Karibu katika taarifa ya habari ya mchana wa leo. Mimi ni Salma Shabani. Nitakuletea habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Wizara ya Madini imeingia mkataba wa makubaliano na kampuni ya Sunset ya nchini Thailand ili kupandisha thamani madini ya vito yanayozalishwa hapa nchini. Kuringe Mongi kutoka Dodoma anaarifu zaidi. Akizungumza na vyombo vya habari hapa jijini Dodoma mara baada ya kutiwa saini mkataba huo wa makubaliano, Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini Mhandisi Yahaya Samamba amefafanua ni kwa nini mkataba huo umetiwa saini. Lakini lengo kubwa kabisa la kusaini mkataba huu kwanza ni utekelezaji wa sera ya madini ya mwaka 2009 ambayo inataka madini yote yanayochimbwa ndani ya nchi ya aina yote yaongezewe thamani ndani ya nchi kabla ya kwenda nje ya nchi. Mtaona juhudi kubwa sana zimefanywa na serikali kupitia madini ya metali, zimejengwa smelter, zimejengwa refinery kwenye maeneo mbalimbali ya nchini kwetu ili kuweza kuyaongezea thamani madini ya metallic. Kwa upande wake, mratibu wa kituo cha gemolojia TGC, Mhandisi Ali Maganga, akachukua nafasi hiyo kueleza ni kwa namna gani sasa wadau wa madini na wananchi kwa ujumla watanufaika na ujio wa kampuni hiyo ya Sunset. Serikali kuweza kuingia kwenye makubaliano na kampuni ya Sunset, serikali ya Tanzania pamoja na wananchi kwa ujumla wataweza kufaidika kupata teknolojia ya kufanya heat treatment kwa madini ya ruby pamoja na madini ya sapphire. Lakini hali kadhalika kampuni hii tunapenda kuwashukuru kwa sababu hawakuishia hapa. Ni kiungo muhimu ambacho kimetusaidia sisi kuweza kuwa na makubaliano na taasisi kubwa ya masuala madini ya vitu ambayo inaitwa Gemological Institute of Thailand. Wizara hiyo ya madini imejiwekea malengo ya kuhakikisha sekta ya madini inachangia 10% katika pato la taifa. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Kamati ya Bunge ya Hesabu za Serikali PAC imeagiza Taasisi ya Afrika Science na Teknolojia Nelson Mandela kuhakikisha inaendelea kufanya tafiti ikiwemo upatikanaji wa hati miliki ili kuepuka wizi wa teknolojia zinazogunduliwa na watu mbalimbali. Jamila Omar anaarifu zaidi kutoka Arusha. Makamu mwenyekiti wa kamati hiyo Jafet Asunga ametoa rai hiyo mara baada ya kamati kukagua ujenzi wa mradi wa mabweni ya wanafunzi ikiwemo matumizi ya teknolojia ya nzi chuma kwa ajili ya uzalishaji mbolea inayotumika kwenye mimea mbalimbali na kusisitiza kuwa hati miliki itasaidia wagunduzi kutoibiwa mawazo yao sanjari na kuziuza ili wahusika waweze kupata kipato na kujikwamua kiuchumi. Teknolojia mkizigundua ni vizuri mkaziuza sokoni mapema iwezekanavyo ili taifa liweze kunufaika na hizo teknolojia. Duniani huku kuna watu wezi sana wanaiba teknolojia. Wanaiba, wanatangaza kwamba ni ya kwao. Kuna design liability insurance. Hiki ni kitu muhimu sana kwenye ujenzi. Hongereni sana kwa hili. Kwenye quality assurance, workmanship ni nzuri sana. Kwa maana ya jengo, mmelijenga vizuri na kama alivyozungumza mwenzangu, gharama ni nzuri kabisa, hazina swali. Akisoma taarifa ya utekelezaji wa mradi huo, makamu mkuu wa taasisi ya Nelson Mandela, Profesa Maulilio Kipanyula, amesema ujenzi wa jengo hilo la mabweni pacha matatu umefikia 74% na linatarajiwa kukamilika Juni 30 mwaka 2025, ambapo lengo kuu la taasisi hiyo ni kutoa mafunzo ikiwemo utafiti, ambapo hadi sasa wanafunzi kutoka nchi 16 tofauti na katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC wanasoma katika taasisi hiyo. Bweni letu lina mabawa matatu kama ambavyo umeona yako kwenye ngazi za mwisho za umaliziaji. Na tuna uhakika kwa sababu fedha tunazo zote, tunatarajia tuwe tumekamilisha utekelezaji wa mradi wetu. Huyu nzi sisi tunamtumia kama kiwanda cha kuzalisha funza kwa sababu huwa anataga mayai, takriban mmoja anaweza kutaga mayai kama 500 hivi. Sasa tumetumia hicho kiwanda cha asili ili tuweze kupata hawa funza ili tuwatumie kama chakula cha mifugo. Jamila Omar, Channel 10, Arusha.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan leo amepokea taarifa ya mwaka ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU jijini Dar es Salaam. Rais Samia amesema serikali itaendelea kupokea maoni yanayotolewa na kufanyia kazi kwa kuamini kuwa kazi inayofanywa na taasisi hizo ni kubwa na za kuaminika kwa maslahi ya taifa. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU amesema wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa kutoa elimu kwa jamii juu ya madhara ya rushwa kwa kupitia mpango maalumu wa TAKUKURU Rafiki. Naam, wazazi na walezi wameombwa kuzingatia usalama wa watoto pindi wanapokuwa nyumbani, kuacha kuwapatia simu ili waondokane na makosa ya kimtandao, kwani matumizi holela ya simu yametajwa kuchangia mmomonyoko wa maadili kwa watoto. Taarifa ya Pasco Emmanuel Katona inasomwa studio. Akifungua mafunzo ya siku 2 mkoani Katavi, kaimu katibu tawala wa mkoa wa Katavi Florence Crisant amesema ni wajibu wa wazazi na walezi kuwachunga watoto kwenye matumizi ya simu na hata vipindi mbalimbali vya televisheni. Pale kwenye runinga au kwenye simu unakuta kwamba picha anaangalia labda zile move zile za kuchinjana visu, za kupigana ngumi, mateke. Ni nini hii? Manake mtoto anapendelea kuangalia ile kitu, inamuondolea ule utu na huruma. Nao baadhi ya wakufunzi, Yusuf Kileo ambaye ni mtaalamu wa mifumo ya usalama mitandaoni, pamoja na afisa maendeleo ya jamii kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mwalinde Kato, wakaeleza lengo la mafunzo hayo. Ama mapinduzi makubwa sana ya matumizi ya teknolojia kwa jamii, kwa watu wa aina zote. Na ambacho kilichoko sasa hivi tumeona kwamba zaidi ya 87% inayochangia mmomonyoko wa maadili inasababishwa na matumizi makubwa ya teknolojia. Lengo kabisa la kampeni hii ni kuweza kuelimisha watoto, kuelimisha wazazi, walezi, walimu na jamii kwa ujumla kuhusu usalama wa mtoto mtandaoni na namna ya kumlinda mtoto hasa anapoingia kwenye mitandao. Kupitia mafunzo haya tunahakikisha kwamba ulinzi na usalama wa mtoto haswa mitandaoni ambao unakuwa kwa kasi sana unakamilika. Kwanza tumeplan kutengeneza madawati mashuleni. Kutengeneza madawati kwa ajili ya kutupa taarifa watoto wanapokuwa shuleni. Yaani madawati ya watoto kwa watoto pale shuleni, wanafunzi kwa wanafunzi, tuwape elimu wale wanafunzi namna ambavyo wanaweza wakajilinda wao kwa wao kupitia haya masuala ya mitandao wanapokuwa likizo majumbani. Mimi ni Hamisi Mkotia, Channel 10. Asante sana Hamisi Mkotia. Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana UVCCM mkoa wa Kigoma, Emmanuel Abuya, ametoa wito kwa vijana kuendelea kunadi utekelezaji wa miradi ya maendeleo iliyotekelezwa kwa kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na azma ya serikali ya awamu ya 6 kuufanya mkoa wa Kigoma kuwa kitovu cha kibiashara. Taarifa zaidi na Mwajabu Hoza. Akiwa katika ziara yake, mwenyekiti wa UVCCM Emmanuel Abuya alianza na shughuli za uzinduzi wa mashine ya jumuiya hiyo wilaya ya Kasulu. Anatuwazia mema, Mama Samia anatuwazia mema. Kisha msafara ukaelekea kata ya Ruhita na kupokelewa na vijana wa UVCCM. Ujumbe anaozunguka na mwenyekiti Emmanuel Abuya kutangaza utekelezaji wa ilani ya chama kwa kipindi cha miaka 4. Asubuhi wakati tumeenda kusaini kitabu pale ofisi za CCM za wilaya, tumekuta wakandarasi wamekuja kujenga reli ya SGR kutokea Uvinza kupita Kasulu, Msongati mpaka Burundi. Pigia makofi Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo reli ya kwenda Burundi itakuwa inapita Kasulu. Haya ni mapinduzi makubwa sana ya kiuchumi. Haya ni mapinduzi makubwa sana ya miundombinu katika mkoa wetu wa Kigoma. Yote haya akafanya Daktari Msomi Samia Suluhu Hassan. Nyie mnajua sisi watu wa Kigoma tulikuwa tukisafiri kuelekea Mwanza. Mkiingia Mwanza kila mtu anajua umetokea Kigoma. Vumbi kila eneo. Lakini Mama Samia amekuta mradi huu wa barabara unasuasua. Kutokea Nyakanazi mpaka Kigoma mjini. Zaidi ya bilioni 200. Mama Samia ameleta fedha, mradi umekamilika zaidi ya 98%. Nani kama Samia Suluhu Hassan? Lakini mnajua kama mkoa wa Kigoma tulikuwa tunatumia umeme wa majenereta.
Mama Samia kwa kujua kwamba watu wa mkoa wa Kigoma ni wachapakazi na wanahitaji kupata maendeleo kama wanavyopata watu wengine, ametuletea umeme wa kisasa wa gridi ya taifa, kutoa Ngara mpaka Kigoma mjini zaidi ya bilioni 400 fedha za Kitanzania. Piga makofi kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Wilaya Kasulu ni wilaya tatu tangu kuanza ziara yake, akiwataka vijana kuunga mkono jitihada za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Daktari Samia Suluhu Hassan amewatoa kimasomaso wa kina mama wa taifa letu, amewatoa kimasomaso wa kina mama wa Afrika, na ametuma ujumbe duniani kwamba wakina mama wakiaminiwa wanaweza. Hapo vipi? Kipindi cha miaka 4 peke yake mkoa wa Kigoma haijawahi kutokea tangu nchi yetu imepata uhuru. Daktari Samia Suluhu Hassan ametuletea zaidi ya trilioni 11. Kwa hiyo watu wa mkoa wa Kigoma tuna kila sababu ya kuendelea kumuunga mkono Mama Samia. Na Mungu akipenda akitujalia, Oktoba tunatakiwa mkoa wa Kigoma ndio uwe mkoa wa kwanza katika taifa letu kwa kutoa kura nyingi kwa Daktari Msomi Samia Suluhu Hassan. Ziara ya mwenyekiti wa UVCCM Emmanuel Abuya itahitimishwa Machi 31 katika halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma. Kutoka wilaya ya Kasulu, Mwajabuhoza, Channel 10, Kigoma. Jeshi la polisi nchini limeendeleza mapambano dhidi ya matukio ya ukatili wa kijinsia, ukatili wa kingono, ukatili wa kimwili na mashambulio ya aibu katika ngazi ya shule mbalimbali nchini. Akizungumza kwa niaba ya kamanda wa polisi wilaya Kinondoni ASP Mtatilo Kitikwi, mkuu wa ushirikishwaji wa jamii mkoa wa kipolisi Kinondoni ACP Ali Shughuli Wendo, akiwa shule ya sekondari Mbweni Tegeta jijini Dar es Salaam, amesema suala la kupinga ukatili katika jamii lazima lidhibitiwe kwa nguvu zote. Mimi nawaomba msome, lakini vile vile nawaomba muheshimu walimu wenu. Walimu wenu ndio wameshika maisha yenu. Kwa nini mimi naambia nyie msome? Nafasi za polisi sasa hivi zimetoka. Ni sifa zako ndizo zitakazo kupeleka kule kukubaliwa. Kuna watu mnatendewa matukio hasa ya ulawiti na ubakaji. Ukishafanyiwa tukio kama lile, cha kwanza ni kujisalimisha kwenye vyombo vya sheria, na maanisha jeshi la polisi. Usikimbilie kuoga, kunawa, sijui na hivyo ulivyo. Jistili tu njoo, itaturahisishia sisi kupata ushahidi mzuri kwa kile kitendo ulichofanyiwa. Umesikia? Hata ukifanyiwa na baba, hata na mwalimu, usimlinde. Sawa? Usimlinde kwa sababu anakudhuru baadaye yako uijui. Hapa wavulana hapa, kuna mtu hapa akikaa anasema mimi ninamzimia fulani, usimzimie, umekuja kusoma. Wataka hapa watoto wangu, unaweza ukasema yani mimi hapa fulani mtoto amenikataa, nitakunywa supu. Wewe unywe supu kwa ajili ya mwanamume au mwanamke? Tuliza moyo wako. Kubali mapungufu yako. Rahisisha mahitaji yako. Ongeza kipato chako. Chunga tamaa mbaya. Mtizame mwenzako, mwambie chunga tamaa mbaya. Shirika la Umoja wa Mataifa kupitia mfuko wa kimataifa wa hali ya hewa kijani kwa kushirikiana na benki ya CRDB wametoa dola za Kimarekani milioni 200 kwa lengo la kuwawezesha wakulima kupata mikopo yenye riba nafuu na kupata teknolojia na mbinu za kilimo kinachozingatia utunzaji endelevu wa mazingira. Ditha Nyoni anaarifu zaidi kutoka Ruvuma. Hayo yamebainishwa na meneja wa mradi wa chakula Peter Christopher kutoka benki ya CRDB wakati wa semina siku moja kuwawezesha wakulima na wafanyabiashara mkoani Ruvuma ili kuchangamkia fursa ambazo zimelenga kuwasaidia wakulima wanaolima mazao ya chakula. Pia wanatumia zana za kisasa zinazohimili athari za mabadiliko ya tabia nchi pasipo kutegemea kilimo cha majira ya mvua, ili kuweza kuvutia wakulima wengi waweze kukopa. Na katika kukopa, practice wanazokopa ni zinazowawezesha kupata mavuno mengi. Kwa lengo lako mbali na kuongeza usalama wa chakula ni kubadilisha maisha ya wakulima ili waweze kutoka kwenye maisha duni waweze kuishi kupata maisha bora kwa sababu ya shughuli za kilimo.
Kwa hiyo fursa mbalimbali zinatakiwa ziweze kujitokeza, na ndugu zetu wa CRDB wamefika leo hapa ili kuweza kutupa semina kuhusiana na fursa zinazopatikana katika benki ya CRDB. Kwa upande wa meneja wa biashara CRDB kanda ya kusini Emmanuel Biganio amesema ndani ya Afrika ni benki 3 ambazo zimepewa mradi huo kwa lengo la kuwawezesha wakulima kupiga hatua, ambapo mkopo unaanzia shilingi 200,000 hadi bilioni 5, huku baadhi ya wakulima wakiomba mikopo hiyo itolewe kwa wakati ikiambatana na elimu. Ni kwamba tunataka wenye viwanda tuweze kuwezesha viwanda vyao viweze kutoa unga safi, lakini hata mabaki ya mahindi yaweze kutumika pia kwenye chakula cha mifugo na kadhalika. Uwe tayari kukopa, na katika kukopa uwe mwaminifu. Wengi tunashindwa kupiga hatua kwa sababu tu ya uaminifu. Unakopa fedha benki, haurudishi. Kuto kukupa majibu sahihi inamchanganya mkulima, kumtoa katika hali ile ya kupata pembejeo zake na mbegu kwa wakati. Mwisho wa siku anajikuta kwamba anaingia katika kilimo ambacho kimepita muda. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Na mtazamaji, na sasa tunaangaza katika habari za kimataifa. Kumradhi, tunaangaza katika habari za kimataifa ambapo mtawala wa kijeshi wa Niger ameapishwa kuwa rais wa nchi hiyo kwa kipindi cha mpito cha miaka 5. Jenerali Abdurrahmani Tiani ameongoza nchi hiyo tangu 2023 baada ya kumuondoa madarakani rais mteule wa Niger Mohamed Bazoum. Siku ya jana Jumatano, Jenerali Tiani alichukua wadhifa wa rais chini ya katiba mpya ambayo inachukua nafasi ya katiba ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Pia alipandishwa cheo hadi cheo cha juu zaidi cha kijeshi cha jenerali wa jeshi na kutia saini amri ya kuamuru vyama vyote vya kisiasa vivunjwe. Wakati wa hafla katika mji mkuu Niamey, Jenerali Tiani alisema kuhusu cheo chake kipya cha kijeshi kuwa amekipokea kwa unyenyekevu mkubwa na kuahidi kuwa atajitahidi kuishi kulingana na imani iliyowekwa juu yake. Na mtazamaji, na sasa tuangaze katika habari za michezo na burudani ambapo tunaarifiwa kwamba timu ya soka ya Simba inatarajia kusafiri kesho kuelekea Cairo, Misri kwa ajili ya mchezo wa mkondo wa kwanza hatua ya robo fainali ya michuano ya kombe la shirikisho dhidi ya Al Masry, mchezo uliopangwa kuchezwa Aprili 2 katika mji wa Suez nchini Misri. Tupate taarifa zaidi. Hayo yameelezwa na meneja wa idara ya habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Ahmed Ali mbele ya waandishi wa habari za michezo, ambapo amesema wachezaji waliokuwa na timu zao za taifa ikiwemo Taifa Stars watajiunga na timu moja kwa moja kutoka Morocco kwenda nchini Misri. Katika mchezo huo wachezaji wetu ambao walikuwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania, hapa namzungumzia Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior ambaye jana alicheza vizuri vibaya mno pale Morocco, lakini vile vile Shomari Kapombe, Baba Esther, pamoja naye Abdulrazak Hamza, Kibu Dennis, pamoja na Yusuf Ali Kagoma. Hawa ambao wako Morocco wenyewe watasafiri moja kwa moja kutoka Morocco kuelekea Misri. Maana yake ni kwamba tutawakuta Misri wakisubiri kuungana na wenzao. Sambamba na hilo, Ahmed Ali ametumia nafasi hiyo kuwatoa wasiwasi wadau na mashabiki wa soka kuhusu kufungiwa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa ambao Simba watautumia kwa mchezo wao wa mkondo wa pili wakiwa nyumbani. Kuna improvement kubwa baada ya kufanya ukaguzi mara mwisho na ukaguzi ambao umefanyika hivi sasa. Yaani kuna maboresho makubwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Hii ni kusema ya kwamba iko zaidi ya 100% Simba Sports Club kucheza mechi yake ya robo finali dhidi ya Al Masry tarehe 9 katika dimba la Benjamin Mkapa. Na nyote mnakumbuka msemaji mkuu wa serikali Mheshimiwa Gerson Msigwa alitutoa hofu wa Tanzania ya kwamba Benjamin Mkapa iko tayari. Katika hatua nyingine, Ahmed Ali ametangaza bei ya viingilio kuelekea mchezo wao wa mkondo wa pili ambapo kima cha chini kitakuwa shilingi 5,000 kwa viti vya mzunguko. VIPA itakuwa ni shilingi 40,000, VIPB ni shilingi 30,000, VIPC ni shilingi 15,000
machungwa ni shilingi 10,000 na mzunguko ni shilingi 5,000. Tiketi zinaanza kuuzwa kuanzia sasa, maana yake wana Simba tuanze kununua kuanzia sasa. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Asante sana Juma Abdurrahmani, na hivyo ndivyo ambavyo tumehitimisha taarifa ya habari ya mchana wa leo. Kutoka hapa Channel 10 kilicho bora kabisa. Mimi ni Salma Shabani na kutakia mchana mwema.